DW Kinaga Ubaga. Naam, karibu msikilizaji wa Deutsche Welle popote pale ulipo. Mimi naitwa Mohamed Khelef na hiki ni Kinaga Ubaga. Kwa mara nyingine tena tunakwenda visiwani Zanzibar kuangalia hali ya kisiasa na mwenendo wa mambo ambavyo ulivyo. Wiki iliyopita vyama viwili vikubwa visiwani humo, kwa maana ya chama kilicho madarakani CCM na chama kikuu cha upinzani ACT Wazalendo, vilisaini makubaliano au tuseme tamko la pamoja kwenda kwenye maridhiano na ambayo yanaweza pia kuibua uundwaji wa serikali ya umoja wa kitaifa. Tunazungumza na mwenyekiti wa chama cha ACT Wazalendo, Othman Masoud Othman, ambaye yeye alikuwa anaongoza timu ya upande wa chama chake kwenye mazungumzo haya. Bwana Othman Masoud, karibu sana kwenye Kinaga Ubaga. Asante sana, nashukuru kwa kupata fursa hii tena kuzungumza na mwenzetu kwa kupitia njia hii, kwa kupitia kwetu. Labda la mwanzo kabisa, Mheshimiwa Othman Masoud Othman, waeleze wasikilizaji hapa kipi hasa kilikubaliwa baina yenu panapohusika yale ambayo mmeyasaini kuelekea kukwamua mkwamo wa kisiasa wa Zanzibar, kwa sababu mpaka siku ya Alhamisi mliposaini tamko la pamoja ilionekana kama ni jumla jamala hivi, lakini kwa undani hasa kipi kilichomo katika makubaliano yenu? Kwanza nitangulie kusema kwamba watu wengi walitegemea kwamba labda tutakwenda kung'ang'ania tupate fursa zaidi katika serikali ya umoja wa kitaifa, na hata watu wengi waliotupa maoni, waliotueleza, waliotuletea fikra zao, wengi walikuwa wanatuambia ingieni kwenye serikali, mkiingia ni afadhali, ni bora kuliko kuwa nje ya serikali. Lakini sisi tulikuwa tumeliangalia ni kwamba serikali ya umoja wa kitaifa ilikuja kwa malengo, ilikuja kwa madhumuni, na madhumuni ya kwanza ni kuwaunganisha Wazanzibari ili wafike katika umoja wa kitaifa. Serikali ya umoja wa kitaifa ni fursa tu ya kuwapeleka kwenye umoja wa kitaifa, kwenye maridhiano, kwenye kuleta amani ya kweli, kwenye kuleta utulivu ambao ni endelevu, kuleta mwenendo mwema wa namna nchi hii inavyoendeshwa. Ilikuwa ni kutengeneza fursa, lakini haikuwa kwamba serikali ya umoja wa kitaifa ndio safari yenyewe. Hata mzee wetu Maalim katika hotuba yake ya tarehe 8 Disemba mwaka 2020 baada ya kuapishwa kwa makamu wa kwanza wa rais, alieleza hayo madhumuni ya serikali ya umoja wa kitaifa na nini matarajio yake katika kuwemo kwenye serikali ya umoja wa kitaifa. Kwa hivyo bahati mbaya imepita hii miaka mitano, katika yale tuliyokubaliana 2020 hayakuwa yametekelezwa. Na kwa hivyo ile safari ambayo mzee wetu alifikiria na watu waliitarajia, bahati mbaya hawakuona kitu chochote ndani ya miaka hii mitano. Kwa hivyo sisi tokea mwanzo, baada ya uchaguzi wa 2025, mwelekeo wetu, mkazo wetu, na tuliwaeleza watu wetu kwamba tunachopambania sisi ni mageuzi ya nchi, ni nchi kufika kule ambako serikali ya umoja wa kitaifa kama chombo cha Wazanzibari kufikia kwenye umoja wa kitaifa na maridhiano kitataka kuwapeleka. Kwa hivyo mkazo wetu ilikuwa ni mageuzi, ni kupigania mageuzi, na ndicho mwisho wa siku wenzetu walitufahamu kwa kupitia wasuluhishi kwamba haya mageuzi ni muhimu na ndio ambayo kweli yataweza kutupeleka katika maridhiano ya kweli, yatatupeleka kwenye umoja wa kitaifa, lakini yatapelekea nchi hii iendeshwe kwa misingi ambayo ni ya kistaarabu na kwa manufaa ya watu wote. Kwa hivyo la kwanza katika nije kwenye suala lako sasa, kwenye haya ambayo yamekubaliwa au yameamuliwa kwamba yaende kuchukuliwa hatua. La kwanza lilikuwa ni kurejesha imani kwa wananchi, kwa sababu tuwe wa kweli, watu wengi wamepoteza imani baada ya kuona yaliyotokea 2020 na baada ya kuona hasa yaliyotokea 2025. Kwa hivyo vyama vyetu hivi vikakubaliana kwamba turudi kwa wananchi, tuwaambie kwamba tunachukua commitment mbele yao kutekeleza haya mambo, kwamba tumekubaliana kwamba tuipeleke Zanzibar katika maridhiano ya kweli, katika umoja wa kweli wa kitaifa, na kuna mambo ambayo tumeyaona tukiyatekeleza
tutaweza yakatuvusha tukafika huko tunakotaka. Kwa hivyo ile tamko lililosainiwa pale na kusomwa Ikulu lilikuwa ni utekelezaji wa yale mambo ambayo tumekubaliana yachukuliwe hatua. La kwanza lilikuwa ni kurejesha imani kwa wananchi, na ziko hatua nyingine ambazo nyingine sio za moja kwa moja, lakini lengo la kwanza ni kurejesha imani kwa wananchi. Lakini jambo la pili ambalo ni la msingi ni kwamba fitna ya Zanzibar, mzizi wa fitna umekuwa ni uchaguzi. Kwa hivyo la kwanza ambalo litakuwa sasa ni la pili katika mambo ambayo tumeona yachukuliwe hatua ni kuangalia kwa kina kwa kutumia wataalamu, timu ya wataalamu, yale yaliyotokea katika uchaguzi wa 2025. Waangalie yepi alikuwa makosa na wao wanapendekeza nini ili tuwe na uchaguzi uliokuwa kweli wa huru, uliokuwa kweli wa kuaminika, uliokuwa wa wazi. Kwa hivyo hilo ni jambo moja ambalo tumeona ni vizuri lifanyike, badala ya kusema tu tunaenda kufanya mageuzi kwenye uchaguzi. Ni kama vile mgonjwa kaenda hospitali lakini hakufanyiwa vipimo. Maybe daktari tukamshika kichwa chake, kamtazama ulimi, kamfungua macho, kisha akampa dawa. Lakini tumeona njia nzuri ni kwenda kwenye vipimo, hasa kuangalia nini lilitokea, uzoefu uliopatikana na nini kinahitaji kurekebishwa. Kwa hivyo hilo ni jambo la pili muhimu. Lakini jambo la tatu tumesema ni uchaguzi wenyewe, mfumo wake, taratibu zake, taasisi zake za kuendesha uchaguzi, zote zinahitaji tuziangalie na zifanyiwe mageuzi yanayostahiki ili tuwe na chaguzi huru, chaguzi za wazi, chaguzi za kuaminika vile vile. Hilo linakuwa ni jambo la tatu. Kwa hivyo kuiangalia kitaasisi tume yenyewe na utaratibu wake, secretariat, lakini na pia namna gani uchaguzi unaendeshwa. Na hili litakuwa informed au litafaidika zaidi na lile jambo la pili nilosema la kilichotokea 2025, kuangaliwa kwa umakini, kuangalia nini kiliharibika na nini kirekebishwa kwa ajili ya kupele. Jambo la nne ni namna nchi inavyoendeshwa. Tukubali katiba yetu ya Zanzibar mwaka 84 ilitungwa wakati wa chama kimoja, na mageuzi mengi yaliyofanywa yamezingatia zaidi chaguzi. Tumefanya marekebisho kwa mfano ya yote yaliyopita nyuma. Zaidi yalikuwa ni kuingiza mfumo wa vyama vingi, ilikuwa ni kurekebisha tume ya uchaguzi. Marekebisho ya 8 peke yake ndio yalikuja katika kuangalia uendeshaji wa haki jinai kwa kuanzisha ofisi ya mkurugenzi wa mashtaka. Lakini marekebisho ya 9 na ya 10 yote yalijielekeza zaidi katika kuwa na serikali ya umoja wa kitaifa ambayo bado inarudi katika matokeo ya uchaguzi. Lakini hatukuiangalia katiba, kuiangalia katiba kwa upana wake. Nini madaraka ya rais na impact yake? Nini madaraka ya baraza la wawakilishi? Vipi mahakama zilivyo, utaratibu wake? Vipi haki za wananchi zinasimamiwa? Uwazi, uwajibikaji, yote ni mambo ambayo haja. Kwa hivyo tumesema kwa kupitia makubaliano haya, jambo la 4 kwamba ni vyema ipitiwe katiba yetu na tuangalie namna ya kufanya mageuzi makubwa katika katiba, na hasa ni vyema tukawa na katiba mpya ya Zanzibar. Hilo ni jambo la 4. Lakini jambo la 5 ni kwa ujumla wake kuna mambo mengi ambayo mahsusi yanahitaji kufanywa kazi. Yapo mambo karibu 10 hivi, ikiwemo na marekebisho utumishi wa umma wa serikali za mitaa, kuangalia vyombo vya ulinzi na uchaguzi, suala la vyombo vya habari. Ukiangalia baadhi ya haya yanaingia kwenye haya yaliyotangulia, lakini tumeona tuyaweke yaonekane mahsusi kwamba hawa wanaokwenda kufanya, lakini pia wazingatie kuna haya ni ya msingi sana. Kwa mfano marekebisho ya serikali za mitaa vile vile. Kwa hivyo yapo hayo ambayo yatahitaji kuchukuliwa hatua vile vile. Lakini jambo jingine la muhimu sana
ni kuwepo kwa tume ya maridhiano ambayo itakuwa ni ya kudumu, National Cohesion Commission. Hii madhumuni yake ni kwamba sasa hivi likitokea tatizo mpaka wanasiasa mpende kukaa pamoja mpaka mmoja akubali kuchukua hatua. Sasa hivi ni vizuri tuwe na chombo ambacho kila wakati kitaangalia nini kinaharibu maridhiano, nini kinaharibu umoja wa kitaifa, na kinapendekeza na kinachukua hatua. Kwa baadhi ya watu pengine kuchukuliwa hatua kwa upande wa maadili ambayo yanavunja, lakini kwa ufupi tuwe na chombo cha kudumu ambacho kitakuwa kinaangalia mambo haya, kupendekeza nini cha kurekebishwa, na pale inapohitajika watakuwa na mamlaka ya kuchukua hatua kwa wale ambao wanaonekana wanavunja mustakabala wa kujenga maridhiano. Na la mwisho ni kuweka utaratibu wa utekelezaji, jambo la 7, na pia kuweka ratiba ya utekelezaji wa mambo haya. Kwa hivyo kwa ufupi ukiangalia, hayo ndio hasa mambo makubwa, na yote yanajielekeza katika kuipata Zanzibar ambayo itakwenda mbele. Mimi niseme kama ingekuwa ilikuwa Kiingereza ningesema labda ni Zanzibar Renaissance. Kuitazama Zanzibar kwa upana kwamba uko mbele, tunahitaji tuwe na Zanzibar ya namna gani. Naam. Ndio hayo niseme kwa ufupi. Naam. Mengi au tuseme takriban yote ambayo umeyataja Mheshimiwa Othman Masoud yanahusu katika utekelezaji wake kwenda katika mlango wa kisheria, na kwa maana hiyo Baraza la Wawakilishi pengine linahusika au moja kwa moja au si moja kwa moja katika kuyafanya hayo yawe sheria ili yaweze kutekelezwa kisheria. Unapoangalia jiografia ya kisiasa ndani ya Baraza la Wawakilishi hivi sasa, na ukizingatia pia hoja yako ambayo ulitoa siku ya Alhamisi ya makundi matatu ya watu ambao wanauangalia mwafaka huu mpya, useme maridhiano haya mapya, unaona kwamba njia ni nyepesi au ngumu kiasi gani kuelekea kufanikiwa kwa haya ambayo umeyazungumza? Mimi naiona njia ni nyepesi kama kutakuwa na dhamira ya kweli ya viongozi tu. Na tumeshakuwa na mifano ya namna hii. Mwaka 2010 tulipokuwa tunajenga serikali yenyewe ya umoja wa kitaifa, lilikuwa ni jambo kubwa sana. Ni jambo kubwa pengine kuliko lolote lilowahi kutokea katika nchi yetu. Mimi nafananisha lile, labda ukubwa wake lilikuwa tuna sasa na Mzee Jumbe alipokuja na katiba ya mwaka 79. It was a shock kwa wengi. Wafikiria kwamba unakwenda kulinyang'anya sasa Baraza la Mapinduzi mamlaka yake, unayapeleka kwa wananchi. Ilikuwa ni mageuzi au unaweza kusema hata ni mapinduzi mengine. Sasa ni sasa na serikali pamoja wa kitaifa. Kwa wengine walikuwa hawaamini, hata waliomo ndani ya serikali, kwamba hili litawezekana. Lakini kwa sababu Rais Karume alikuwa na dhamira ya kweli, na dhamira ya Rais Karume unaweza kuiona hata kabla ya kuanzishwa kwa GNU. Yeye alipoingia tu, kitu cha mwanzo aliunda Wizara ya Utawala Bora, Wizara ya Katiba na Utawala Bora. Aliunda mwaka 2000, Dr. Sheni akawa ni waziri na mimi ndio nikawa katibu mkuu wa wizara ile. Na alitupa akatupa maelekezo kwamba unajua Zanzibar sasa jamani, tunahitaji tuelekee huko. Haya mambo ya kuenda hivi tunavyokwenda hatutofika. Na sisi moja katika jambo tulilofanya ni kuandaa waraka namba 1 wa Baraza la Mapinduzi, na sisi tunauita waraka wa utawala bora, ambao tokea wakati ule mpaka leo ndio misingi yake inaendelea kutekelezwa. Yalikuwa ni mambo makubwa, wamesindikizwa. Mwenyewe aliona tu Zanzibar inahitaji jambo la namna hii sasa. Kwa hivyo na mimi nasema serikali ya umoja wa kitaifa ipo tayari. Mahakama zipo. Mahakama, unajua tunakotoka tulikuwa na mahakama za wananchi. Mzee Mwinyi akaja mwaka 84 akaziondoa, akaanzisha mahakama tulizo nazo sasa. Uchaguzi tumekuwa tukifanya miaka mingi. Lakini kwa hivyo kinachokuja hakuji kitu kipya. Kunakuja kitu kinachotafutwa ni kitu cha kurekebisha, kitu cha kutengeneza kikawa bora zaidi. Kwa mfano tumekuwa mashtaka yakiendeshwa na polisi kwa toka mwaka 1906 yakiendeshwa chini ya usimamizi wa mwanasheria mkuu. Lakini mwaka 2002
haikaja marekebisho ya 8 ya katiba, ikaanzishwa ofisi huru ya mkurugenzi wa mashtaka. Ilikuwa ni jambo kubwa. Mazoea yalikuwepo kwa miaka mingi tokea 1906. Mfumo wa mashtaka ulikuwa ni huo huo mpaka 2002 uliporekebishwa. Lakini ukaweza kurekebishwa, katiba ikapitishwa, na ilipo marekebisho yalipitishwa ndani ya baraza, ilipo kulikuwa na ukiangalia composition yake ilikuwa wengeweza kukataa, isingewezekana kupitishwa kwa hali ilivyokuwa wakati ule. Sasa mimi ninachosema kwamba majibu ni yote mawili. Kama kuna dhamira ya kweli ya viongozi hasa wa Chama cha Mapinduzi, mimi sioni kitu ambacho kitakuwa ni kigumu, kwa sababu kwanza ni mambo tumekubaliana au ni mambo ambayo tumeafikiana, haya tukiyarekebisha tutaweza kutusaidia. Na la pili ni kwamba ni mambo ambayo tumeshaanza huko nyuma na la tatu, haya ni mambo ya faida kwanza. Lakini ukweli, uwezekano wa kuwa mgumu kwa sababu ya kuwepo watu na wataendelea kuwepo watu ambao haya hawayataki, lakini hawa ni kwa sababu zao binafsi. Kwa hivyo kama hakuna dhamira ya kweli au dhamira ya kweli ikitetereka kwa upande wa viongozi wa Chama cha Mapinduzi, hakuna kitakachowezekana. Ni kweli, nakubaliana nawe katika hilo. Naam, vizuri umetaja kidogo kuhusu haya makundi ambayo yamo, hilo la watu ambao umesema kwamba kuna makundi matatu, na mojawapo ya watu ambao hawayataki kabisa na wanataka kuona kwamba maridhiano au hatua yote ya kujenga mwafaka wa kisiasa Zanzibar zinafeli, na umeliunganisha na kitu hicho dhamira njema. Swali langu kwako ni kwamba una uzoefu wa miaka mingi katika serikali, hata kabla hujaingia upande huu wa upinzani, kuongoza upinzani katika sasa, na kwa nini unadhani kwamba swala dhamira limekuwa ni la msingi zaidi katika ufanikishaji wa mambo kulikoni kuwa na mfumo wa kawaida katika nchi? Kwa sababu umesema mahakama zipo, polisi wapo, sheria zipo na kadha, lakini zote hizi zimetandwa na hicho kitu ambacho unasema ni dhamira njema. Kwa nini imekuwa dhamira njema ndiyo msingi zaidi kulikoni mfumo ambao ulishakuwa tangu mwanzo? Mimi nadhani haya yamejitokeza ukiangalia kwamba katika kwanza tokea imeundwa serikali ya umoja wa kitaifa, kwanza lilikuwepo hili kundi la watu ambao hawayataki, na sio tu kwamba hawayataki, wamechukua hatua za kupambana nao mfumo, wamechukua hatua za kupambana nayo. Kuna ambao wengine wamekuwa jasiri zaidi, wamesema hadharani kwamba wao hawakubali hili, na mpaka leo ninapokuambia Sheikh na niwaambia wananchi kwamba mpaka leo, na watu wanajua nchi yetu hii uzuri wake, tunajuana, kwamba mpaka leo kuna watu ambao ni viongozi, wananyadhifa, wanasema hadharani au tuseme wanasema kwenye vikao vikubwa kwamba ilikuwa ni makosa, ili lilikuwa kosa la fulani, kwa nini akaruhusu kuwa na serikali ya umoja wa kitaifa. Sasa haya yamekuwepo, na baadhi ya viongozi pengine labda yamewazidi nguvu, mpaka wamefika pahala wameona kwamba wanakubaliana na, ama pengine kwa maslahi tu ya kisiasa, kwa sababu usipoyatekeleza haya mwingine anafaidika na ukiyatekeleza haya, ukileta usawa, ukisimamia haya, sasa sauti ya wananchi ndio inasimama wanavyotaka wananchi. Kwa hiyo mimi nadhani la kwanza, sababu ya msingi ni kwamba dhamira ni muhimu, kwa sababu bila ya dhamira huu mfumo hauwezi kufanya kazi, kwa sababu mfumo huu ni maelekezo ambayo yamo ndani ya sheria. Na mimi nikupe kwa mfano mmoja tu ambao mwepesi kuufahamu. Sheria imetungwa na serikali, imetungwa na nchi ya kuwa na kitambulisho cha Mzanzibari mkazi, na ambacho sheria imesema ni kosa kwa mtu ambaye anastahiki awe nacho, ni kosa kutokuwa nacho, kosa la jinai. Na kuna baadhi ya huduma hawezi kupatiwa kama hana hicho kitambulisho.
lakini tuna mifano hai ya kwamba watu wamekoseshwa na hiyo serikali na hao viongozi wa serikali. Tena watu wengi sana wamekoseshwa kwa sababu umeonekana mtu kwamba kuna maslahi ya kisiasa kumkosesha mtu haki yake, kutoisimamia hii sheria kama inavyotakiwa. Kwa hivyo siku zote ikiwa kuna mtu ambaye kwa kutokusimamia sheria anafaidika na akataka afaidike na asiwe na dhamira ya kuisimamia sheria, basi Bwana Mohamed, hili inakuwa ni tatizo kubwa sana, na ndio kinachotokea katika nchi yetu. Mfumo upo, sheria zipo, lakini zipo nyingi hazisimamiwi. Katiba ina baadhi ya vifungu, masharti ambayo yako wazi, hasimamiwi. Ni kwa sababu mtu anaona kwa kuto kuyasimamia haya anafaidika, na bahati mbaya hatuna mfumo nje ya utaratibu wao, yani unaomfanya mtu asiabuse majority yake, asiabuse ofisi yake, asiabuse madaraka yake, asitumie vibaya madaraka yake. Kwa hivyo tuna tatizo hapo. Ndio maana tukaona kwamba hata moja ni muhimu kuiangalia tena katiba yetu, kuweka mifumo ambayo itakuwa bora zaidi. Kwa hivyo sababu ya kwamba hii mifumo wakati mwingine haifanyi kazi ni kwa sababu watu wanafaidika na hii mifumo kutokufanya kazi, sheria kutokufanya kazi, na hatuna mfumo madhubuti wa kudhibiti hili lisitokee. Ndio tatizo kubwa ambalo tunalo. Naam, nafahamu kwamba wewe binafsi umekosolewa pengine hata watu kutoka ndani ya chama chako kwamba umekuwa kigingi, umekuwa kikwazo cha kufikiwa kwa makubaliano hasa ya kuingia kwenye serikali ya umoja wa kitaifa. Kipi kimefanya mchakato huu ambao mmeenda nao kwa muda miezi 8 uwe mrefu kiasi hiki, na kwa nini wewe, kama ni kweli umekuwa mzito, uzito wako ulikuwa ni upi hasa? Zanzibar yetu hii watu wakati mwingine wanatunga mambo mpaka unashangaa kwamba huyu mtu analijua hili jambo na bado anakwenda kukaa pembeni, anatengeneza la kwake ambalo sio la kweli kabisa. Kwanza labda niseme kwenye hili la swala la kwa kikwazo au si kikwazo. Uzuri ni kwamba tokea tulipo baada ya uchaguzi na zile hatua zile tulizochukua mwanzo ya kukataa kupeleka jina la makamu wa kwanza wa rais. Kwanza kupeleka jina la makamu wa kwanza wa rais kwanza si mamlaka ya Othman Masoud wala mwenyekiti wa chama. Ni mamlaka ya kamati ya uongozi wa chama ambayo mwenyekiti wake ni kiongozi wa chama. Kwa hivyo kuanzia toke hapo huyo Othman yuko pembeni, hana mamlaka haya. Lakini ilipoamuliwa kwamba twende na utaratibu huu, yalikuwa ni maamuzi ya kamati ya uongozi ya chama chetu, baadaye yakapelekwa kwenye kamati kuu, na kamati kuu ikairejeshea kamati ya uongozi isimamie mchakato wote huu mzima. La pili ni kwamba katika kuyaendea mazungumzo haya, mimi binafsi niliomba nisaidiwe na mwenyekiti wetu mstaafu Babu Juma Duni Haji, na vikao vyote hakuna hata kimoja labda niseme vile vilokostahiki tuende pamoja ambacho hatukwenda pamoja. Kwa hiyo tumekuwa pamoja mimi na yeye kukiwakilisha chama chetu katika mazungumzo haya mwanzo mwisho. Lakini nje ya hilo tulikuwa na kamati ambayo chama tulikubaliana ya kuratibu na kusimamia, kusaidia mazungumzo haya, mchakato wa mazungumzo, ambayo ilikuwa ni kamati ya watu karibu 10. Viongozi wakubwa katika chama chetu, wakiwemo makamo, wakiwemo wajumbe wa kamati kuu, mwanasheria mkuu wa chama. Na hawa kila siku moja tulikuwa tukienda kwenye mazungumzo, tukirudi tunawaita au tunaitana, tunaelezana, jamani, leo kilichojiri ni hichi na tunachukua hatua gani. Kwa hivyo maamuzi yote hayakuwa ya Othman Masoud, hayakuwa ya mwenyekiti wa chama, hayakuwa ya mtu mmoja. Yalikuwa ni collective leadership, na ambayo ndio signature au ndio utamaduni ambao au ndio tunasema political culture ambao tumeijenga ndani ya chama chetu,
Kwa maamuzi yote, kila hatua tulichopendekeza, labda inawezekana mwandishi akawa mmoja, lakini mtekelezaji, wasimamizi, maamuzi, mpaka tunafikia tunachokiwasilisha mapendekezo, yote haya yamefanyika kwa uongozi wa pamoja, na kila baada ya muda tulikuwa tunarudi kamati ya uongozi, kila baada ya muda tunarudi kamati kuu, na kamati kuu itatupa maelekezo. Kwa hivyo mimi nataka niwatoe wasiwasi wananchi wote, na kwamba hakuna ambacho kilifanywa na mtu mmoja, hakuna ambacho kilifanywa na Othman Masoud peke yake, wala mwenyekiti wa chama peke yake. Sababu iliyochukua muda haya mazungumzo ni kwa sababu kwanza, tulipoanza tofauti zilikuwa kubwa sana, na ilichukua muda kujenga hoja na kuongozwa na wazee wetu wastaafu, mpaka tukaja katika pahala ambapo tuna maeneo tunayokubaliana kwamba hili na hili na hili na hili. Lakini katika haya kuna mambo yalikuwa mepesi, kuna mambo ambayo yalikuwa controversial, nenda rudi, na mingine ilibidi kwenda kwenye vyama vyetu kuomba mwongozo, au kuomba mwongozo kwa watu wengine, kutaka ushauri. Kwa hiyo ilichukua muda kwa namna hiyo, lakini na pia mimi niseme kwa wazi kwamba sisi ilikuwa ni wepesi sana likitoka jambo kuweza kurejesha majibu, lakini kwa wenzetu inaonesha mchakato wao wa kushauriana mpaka wakaleta majibu ulikuwa unachukua muda mrefu zaidi. Na uzoefu tumeona kuna mambo ambayo sisi pengine ndio umechukua siku 4-5, wenzetu imechukua hata mwezi mzima. Kwa hiyo kulikuwa na sababu nyingi ambazo zimefanya huu mchakato kuweza kuwa mrefu, na tusisahau kwamba pamoja na yote lakini bado kila upande element ya katika baadhi ya wakati kutokuaminiana upo, pressure za huko walioko nyuma ya viongozi nazo zipo vile vile. Ilihitaji engagement huko ndani, kwanza uweke watu wako sawa. Hata kwetu vile vile kuna watu wengine wakali, kuna mambo ya mengine hawataki hata kuyasikia. Kwa hivyo ni jambo ambalo lilisababisha kuchukua muda namna hiyo. Naam, tumalizie kuangalia picha pana sasa, kwamba maridhiano ambayo mnayatafuta Zanzibar katika hali ambapo upande mwingine wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, ambapo chama chenu pia kiendelea kujimarisha, kwa maana upande wa Tanzania bara kuna mkwamo mkubwa sana ambao unaonekana kwamba kama vile hakuna njia kutoka mpaka hivi sasa. Wako ambao wanasema kwamba mmeyaacha mkono wa mapambano upande wa pili wa Tanzania bara, na kwa sababu mnazungumza watu wale ambao upande wa Tanzania bara wangepaswa wazungumze na wengine au na nyinyi pia, lakini hakuna utetezi upande ule kule. Unasema kuhusu hili la mkanganyiko wa tuseme utambulisho baina ya pande mbili za muungano, na katika muktadha wa mitihani ile ya kisiasa ambayo pengine upande wa Tanzania bara mara hili kwa ni mikubwa zaidi kwa upande wenu. Asante. Kwanza mimi nadhani watu wanasahau, ama tuna utamaduni wakati mwingine wa ajabu kidogo wa siasa, kwamba watu tunataka umaarufu kuliko kwamba kama taifa, kama viongozi wa kitaifa wa siasa, uwe wa upinzani uwe wa chama tawala, basi unapahala umefika sasa, unachotazama zaidi ni kama taifa wewe unakuwa sasa ni kiongozi wa taifa kwa nafasi yote ulipo, na lazima utizame mambo na mustakabali wa taifa. Na katika hili mimi niseme kwamba wenzetu mara nyingi Tanzania bara wanasahau kwamba Zanzibar kama kuna kwa hala ambako kumepitia madhila makubwa ya mfumo huu ambao ni huo ulioko Tanzania bara, vyombo hivyo vilivyoko Tanzania bara, Zanzibar tumepitia madhila makubwa sana. Mwaka 92 inapandishwa tu bendera ya chama cha upinzani cha CUF wakati ule. Kuna mtu aliuawa kule Micheweni, Shumba mjini. Aliuawa kwa kupandisha bendera. Na ever since watu wameuawa wamekuwa wakiteseka. Watu nakumbuka tumepita wakati ambapo watu wakikitiwa vinyesi kwenye visima, kwenye mashule, na watu wakipigwa raia na vyombo hivi kwamba wanapigwa. Wao ndio waliofanya vile wakati
kuna kikundi maalum kilichokifanya hivi. Hayo wamepitia. Kuna watu wamesingiziwa wameiba silaha, wamepigwa kijiji kisima. Walikuwa wakipigwa Shenge Juu, Kiungoni. Wameteseka wale watu kweli kweli. Pale Pigi watu walipigwa mpaka wakaning'inizwa kama. Haya ni mateso ambayo watu wamepitia. Wakati ule wa 2001 watu wameuliwa wengi, wamehajiri nchi, wamekuwa wakimbizi. Lakini na hivi vyama wengine na hizi taasisi leo napiga kelele zilikuwepo, lakini hazikushiriki wala hazikuonekana kushughulika kutafuta suluhisho. Na 2015 wameona uchaguzi umefutwa katika mazingira ambayo ni ya na mimi siamini uchaguzi ule kama ulifutwa na kiongozi yote wa Zanzibar. Uchaguzi ule ulifutwa kwa amri na mamlaka ya serikali ya muungano na uongozi wa serikali ya muungano. Na 2020 wameuliwa watu 21. Tumeachiwa sisi vizuka 14, yatima 38. Tumeachiwa watu walioachwa na ulemavu wa kudumu 18. Hiyo ni idadi kubwa ya watu kwa mazingira ya Zanzibar. Waliofanya haya halikuwa ni hivyo vyombo, ni usimamizi wa hicho Chama cha Mapinduzi ndio waliosimamia, na hatukuwaona wenzetu kusimama na sisi wakasema tuko pamoja katika. Kwa hivyo kwa mazingira ya Zanzibar tumejenga utamaduni tofauti wa kufanya siasa kwa sababu ya mazingira yetu tuliokuwa nayo. Na hata tunapotafuta mwafaka tumejikuta ni vile kama yatima, inabidi utafute suluhisho kwa mazingira yako mwenyewe. Usikii watu kutoka nje, usikii watu kutoka ndani. Na sisi tuliyajua haya, tuliyasema. Mimi nimehojiwa kwenye Channel 10 mwaka 2015 kwamba jamani, haya yanatokea Zanzibar sasa hivi yanaonekana madogo, haya mwisho yatakuja Tanzania bara, na kija Tanzania bara yatakuwa makubwa, yatakuwa mabaya, kwa sababu nchi kubwa wanaoyafanya haya ni hawa, ni mfumo huu, ni vyombo hivi, ni polisi hawa, ni jeshi hawa ndio wanaoyafanya haya Zanzibar. Hawa wakifika pahala wanakuwa wanatishio la kukataliwa Tanzania bara, watayafanya haya. Kwa hivyo mimi nataka hilo wetu wasijisahaulishe. Zanzibar imepitia magumu mazito kweli sana. Wamepitia vipindi vigumu sana. Lakini siku zote imekuwa kutafuta suluhu, imekuwa nacho wenyewe. Sasa leo kutafuta suluhu katika msingi huo inakuwaje iwe ni aibu? Na ndio mazoea ambayo tumejengwa na kwa mazingira yake lazima. Lakini kwa mfano leo sisi tunazungumza kwa mfano katiba ya Zanzibar. Pengine tunasikia kuna kiongozi mmoja anasema wamesaliti kwa sababu kwa nini wakubali marekebisho ya katiba ya Zanzibar. Katiba ya Zanzibar hatujawahi, ukitazama historia ya maendeleo ya katiba ya Zanzibar, hatujawahi sisi yakaunganishwa na katiba ya muungano, kwa sababu katiba ya Zanzibar haitokani na katiba ya muungano, wala katiba ya Zanzibar haitokani na hati ya muungano. Katiba ya Zanzibar ni inherent, ni mamlaka ya asili ya watu wa Zanzibar. Hati ya muungano imetoa tu baadhi ya mambo ya watu wa Zanzibar kuyapeleka kwenye muungano, hawakujiondolea haki yao ya kuwa na katiba yao. Kwa hivyo kwanza hilo tulijue. Lakini la pili, historia, sisi 64 tunaingia kwenye muungano. Zanzibar haikuwa na katiba. Tulikuwa na katiba ya muda, tumekuja katiba ya kudumu 77. Zanzibar bado haina katiba. Tumekuja katiba ya mwanzo 79 na haikutokana na katiba ya muungano. Imekuja katiba 84, haikutokana na katiba ya muungano. Imekuja marekebisho ya 11 katiba ya muungano yaliyomuondoa rais wa Zanzibar kwa makamo wa rais, jambo kubwa sana. Na ilikuhusiana na marekebisho ya katiba ya Zanzibar, ambako huku ndio huyu alikuwa ni rais wa Zanzibar, ndio kulikompa cheo cha kuwa yeye makamu wa rais. Kaondolewa kwa marekebisho ya 11 katiba ya muungano, wala haikuhusisha. Tumekuja mchakato wa katiba mwaka 2013-14, katiba mpya. Lakini hakukuwa na mchakato kama huo, na hukuungana na katiba sasa, kwa sababu mazingira. Jamani, tumeunganisha vyama kwa lazima tu tumeunganisha, lakini mahitaji, culture,
sababu na kazi za vyama vya siasa, mazingira yake kusema kweli Zanzibar na Tanzania bara ni tofauti. Kwanza niseme hilo, lakini la pili niseme sisi tumewafuata wenzetu wengine. Sasa jamani, likisha kutokea limetokea, watu hamkai mkaanza kukipigia kelele mkakilani kiza tu hakitaondoka. Kiza kinaondoka kwa kuwasha taa, ndio kitaondoka. Na kuwasha taa ni lazima mfike pahala mjiulize mnataka nini, na hayo muweze kuwa nayo, muungane kwa pamoja, muende mkazungumze. Tumewafuata wenzetu, lakini naonesha hawakuwa tayari. Lakini sisi tumefanya initiative za kwetu, tumechukua hatua, tumeitisha kongamano la kitaifa, tumejadili, wadau wengi wametu encourage kwamba tuwafuate wadau, sisi tuchukue hatua tunazoziwa, na tumeanza kuchukua hizo hatua. Wenzetu bado hata hilo analani, wengine hata hilo anaona kwa nini iwe sisi. Sasa nyie mnaona kwamba hii ni mchakato ambao ni shirikishi. Kwa hivyo si kweli kwamba sisi tumeiacha ya Tanzania bara. Tumeendelea kuongoza, tumechukua hatua, na mimi binafsi nimefika raundi ya kwanza, nimeonana na viongozi wa dini wa madhehebu mbalimbali, nimeonana na chama cha wanasheria Tanzania, nimeonana na wadau wengine mbalimbali, na tutaendelea kuchukua hatua hiyo. Wenzetu wakiona kwamba hilo ni jambo tunaweza kushirikiana, ni vyema, na ndio tunavyotakiwa. Uzoefu tuliopata sisi Zanzibar ni mkubwa sana katika hili. Ni vizuri wabebe uzoefu wetu. Tumechukua, ukilikisha kutokea hili, hata kama huyu aliyepo unamchukia, hata kama aliingia kwa njia tunaiona ni si halali, lakini ndiye aliyepo, hatuna namna nyingine utakaweza kuifanya. Ni lazima mkae mzungumze, na ndio hiyo duniani popote ilivyo. Kwa hivyo mimi sidhani kwanza kwamba tumeacha si sawa, si kweli. Sisi tumechukua hatua, tumetangulia, na tutaendelea kuchukua hatua. Lakini hili la Zanzibar kuna mazingira yake tofauti ya kisiasa, ya kisheria, na hata ya kikatiba, na hata ya kijamii vile. Naam, asante sana Mheshimiwa Othman Masoud Othman, mwenyekiti wa chama cha ACT Wazalendo nchini Tanzania, na pia bila shaka kiongozi wa timu ya mazungumzo baina ya chama chako na chama cha Mapinduzi upande wa Zanzibar katika kuelekea maridhiano ya Zanzibar, na kushukuru kuungana nasi hapo kwenye Kinagaubaga hapa Deutsche Welle. Na mimi nakushukuru sana, asante sana kupata fursa hii. Naam, asante pia msikilizaji. Naitwa Mohamed Khelef, na kwaheri hadi mara nyingine.